mbingu na nchi tunazoziona na tusizoziona Bwana. Uliyekuwako kabla Bwana ya vyote viwepo Bwana, na utakaye kuwa Bwana milele na milele, mfalme ambaye hubadiliki leo, jana na hata milele Bwana. Tutatoa sifa zote kwako asubuhi ya leo. Tukiri wewe ndiye Bwana, tutatamani asubuhi ya leo. Tukiri kwamba wewe ndiye tunajiachilia kwako Mungu Mwenyezi. Tukiri kwamba wewe Bwana ndiye tutatamani ukatufanye vyombo vyako vya heshima Bwana, vya kufanya jina lako litukuke na liinuliwe Bwana. Bwana, fanya jina lako lijulikane duniani kote Bwana, kwa yale utatenda katika maisha ya kila mmoja wetu Bwana. Bwana, kumbuka kila mmoja wetu
wetu asubuhi ya leo, na ukatende mambo ambayo yatafanya ujulikane kwamba ni Mungu Mwenyezi. Pitia Bwana maishani mwetu Bwana, ukitenda makuu, ukitenda maajabu, ukitenda mambo ambayo yatafanya uinuliwe na utukuke Bwana, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua kwa vile umekuwa mwema na umekuwa mlinzi mwema. Umekuwa mchungaji wetu mfalme. Tumefika mahali tumefika kwa nguvu zako Bwana. Umekuwa mwema, umekuwa wa ajabu Bwana. Tumeona maajabu na matendo yako Bwana. Pokea sifa zote asubuhi ya leo. Tunashukuru kwa ibada ambayo Bwana umetuwezesha Bwana kufika katikati yake Bwana. Na Bwana vile wako umeandamana pamoja nasi Bwana. Tunaendelea Bwana kukushukuru na kujiachilia mikononi mwako. Tukitamani Bwana hata mahali Bwana tumengojea Bwana ni wewe Bwana, tuanjiachilia kwako Bwana. Bwana tuenda kusikia neno lako Bwana, na tunaamini umeandaa mtumishi wako Bwana, na tunasomba Bwana ukazidi Bwana kumjaza na nguvu za Roho Mtakatifu, na Bwana neema nyingi Bwana, na kuzidi Bwana kumfunulia mambo ya ajabu Bwana, utakao kwa unanena kupitia yeye Bwana, nasi Bwana tukaweza kulipokea lile neno Bwana, likaweza kubadilisha maisha yetu Bwana. Hebu tukainuliwe Bwana, hebu tukanjengwe, hebu tukafundishwe Bwana neno lako asubuhi ya leo Bwana. Hata wale watu Bwana watakao tusikiza Bwana, lakini neno Bwana ikae na nguvu na uweza, na likatende mapya katika maisha yao Bwana. Tuajiachilia kwako Bwana, tukiamini kwamba unatenda makuu na maajabu, maana ndiye mfalme na mwenyezi. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, tuomba Bwana yote yakatendeke Bwana, na kuweza kupokea utukufu na sifa zote, kwa maana ndiye unastahili, na unastahili Bwana kuabudiwa na kutukuka. Na ni kwa jina la Kristo Mwokozi wetu tumeomba na tumeamini. Amen. Bwana awabariki kwa njia kubwa. Thank you for the way surely you have just led us. Ni asante sana kwa jinsi ambayo umetuongoza. This is what we have been looking forward to. Hilo ndilo jambo ambalo tumekuwa tukilinuia sana. We have been looking forward for such a time when you can worship, you can praise. Tumekuwa tukitazamia muda na wakati ambao tunaweza kumsifu na kumwabudu Bwana. And the Lord has been so faithful, so good. Naye Mungu amekuwa mwaminifu sana na mwema sana. That he has really brought us such a time. Kwamba yeye amekubalia tu na wakati kama huo. Help me by turning to the book of 2 Kings. Na kwa hivyo naomba unisaidie kwa kufungua kitabu cha Wafalme wa Pili. And I'm in chapter number 13. Na niko katika mlango wa 13. And I'm reading verses number 14 up 19. Na ninasoma kuanzia mstari wa 14 hadi 19. Yeah, help me by going back to the book of Kings. Na kwa hivyo naomba uende pamoja nami katika kitabu cha Wafalme wa Pili. I am in chapter number 13. Niko katika kifungu cha 13. And I'm reading verses number 14 up to 19. Na ninasoma kuanzia mstari wa 14 hadi 19. And I'm sure you'll be asking me what do I want to get from those few right. Na pengine kuna mtu anataka kujua ni nini ambacho nataka kukinena katikati ya hayo ambayo ninataka kunena siku ya leo. And I want to speak na ninataka kunena that just being serious for God. Ni kwamba uwe na jitihada kwa sababu ya Mungu. Yeah, you just become serious for God. Uwe mtu ambaye unajitahidi kwa sababu ya Mungu. Yeah, this is what I want to share with you. Hivyo ndivyo ninataka nishiriki na wewe. In the book of Kings, katika kitabu cha Wafalme chapter number 13, kifungu cha 13, verses number 14 to 19. Mstari wa 14 hadi 19. Hoping you are already there. Na nikiamini ya kwamba uko pamoja nami pale. I'll go ahead now. Nitaendelea. Now Elijah was suffering from the illness from which he died. Joash, the king of Israel, went down to see him and wept over him. My father, he cried, the chariot and the horsemen of Israel. Elisha said, get a bow and some arrows, and he did so. Take the bow in your hands, he said to the king of Israel. And when he had taken it, Elisha put his hands on the king's heart. Open the east window, he said, and he opened it. Shoot, Elisha said, and he shot. The Lord arrow of victory, the arrow of victory over Aram, Elisha declared, you will completely destroy the Arameans as Aphek. Then he said, take the arrows, and the king took them. Elisha told him, strike the ground. He struck it 3 times, and he stopped. Then the man of God was angry with him and said, you should have struck the ground 5 or 6 times, then you would have defeated Aram and completely destroyed it. But now you only defeated only 3 times. Soma kuanzia mstari wa 14. Basi Elisha
alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akateremka amtazame, akamlilia mbele yake, akasema, baba yangu, baba yangu. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, toa uta na mishale, naye akatoa uta na mishale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta, naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme, akasema, ifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda, naam, mshale wa kushinda Shamu, kwa maana atawapiga Washami katika Afeki hata atakapowaangamiza. Akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akapiga nchi mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia, akasema, ingali kupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungalipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. We worship you, praise you, God. Tunakuabudu na kukupa sifa, ewe Mungu ushie milele. We have no other one Jehovah that we can depend upon. Hatuna mwingine Bwana wa kumtegemea Apart from thee, O God, isipokuwa ni wewe Bwana wa mbinguni. That's the reason why we acquired this wonderful morning. Na ndiposa sisi asubuhi ya leo tumekimya kimya, So that Jehovah God will speak to us. ili Bwana ukanene nasi. As we share this word with your people this wonderful morning, tunapolishiriki hili neno lako na watu wako asubuhi ya leo, let there be a room enough in our hearts to meditate upon it and to keep it to King of Glory. Wacha kukawe na nafasi kubwa ndani ya mioyo yetu ili tuweze kuliweka na kuliweka, ewe Bwana. And let my Lord, my Master, na ili ewe Mungu na Baba wetu, it may help us, Jehovah God, to have a zeal for thee, O Jehovah God. Ikatusaidie kuwa na jitihada kwa sababu yako, ewe Mungu. And we shall give you praise and we shall give you honor. Nasi tutakupa sifa na utukufu. Let none of us leave this ground, Jehovah God, without realizing, Jehovah God, that we need you this time more than any other time, O Jehovah God. Wacha pasiwe na hata mmoja wetu atakayeondoka katika kikao hiki kabla hatujaweza kufahamu kweli tunakuhitaji hata wakati kama huu. And that my Lord, my Master, may give ourselves even the more and put more effort unto thee, O Jehovah God. Na ili Bwana tukaweze kujipeana zaidi kwako, Mungu. And your holy name will be glorified. Nalo jina lako litaabudiwa. Take over now. Kuchukulia sasa. And it is in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Na ni katika jina la Yesu Kristo We do pray and we do believe. tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Friends, once again I want to share with you becoming zealous for their God. Wapendwa, nataka nishiriki nawe kwamba uwe na jitihada kwa sababu ya Mungu. Joash is the king of Israel. Yoashi ndiye mfalme wa Israeli. And in actual fact, this time he is living. Na wakati huu anapokuwa akiishi, He is living almost the same time when we have another king called Joash, who is reigning in southern kingdom, that is Judah. Anaishi ama anatamaraki wakati pia kuna mfalme mwingine ambaye anaitwa Yoashu ambaye alikuwa anatamaraki sasa katika kaskazini mwa Israeli. So just understand here. Nataka sasa uweze kuelewa hapa. We have the northern kingdom, which is called Israel. Tuko na ufalme wa juu wa Israeli, Which is referred back at Israel. na ndio ule wa Israeli. And this is where he is ruling. Na hapo ndipo sasa yeye anatamaraki. And then we have the southern kingdom, Na tuko na ufalme wa chini wa Israeli, which is called Judah. na ndio unaitwa Yuda. But we have two Joash who are living or ruling almost the same time. Lakini hapa tuko na Yoashi wawili ambao wanatamaraki wakati kama mmoja. So therefore one is ruling the northern kingdom. Na kwa hivyo mmoja anatawala ufalme wa juu And the other one is ruling in Judah. na mwingine anatamaraki upande wa chini kule Yuda. But the Joash who is ruling the northern kingdom Lakini yule Yoashi ambaye anatawala katika ufalme wa juu is an evil king. ni mfalme ambaye ni muovu. Then there was Joash who is ruling the southern kingdom. Naye Yoashi ambaye anayetawala katika upande wa chini kule Yuda Is a good and a godly man. yeye ni mtu ambaye ni mwenye haki. So it is good for us to understand whom we are speaking about. Na kwa hivyo ni vyema sisi tukaweza kuelewa tunaongea kuhusu Yoashi mgani. Therefore I'm talking about King Joash of the northern kingdom. Na hapa sasa nanena kuhusu Yoashi ambaye anatawala kule Yuda. Who was an evil king? Na Who was an evil king? yule ambaye alikuwa anatawala kule juu ambaye ni mfalme ambaye alikuwa ni muovu. Yeah, he is an evil king. Ambaye ni muovu. He
have any idea about God. hana hata wazo kumhusu Mungu. He does not release himself to God. Hajiachilii kwa Mungu. But now his kingdom is already attacked by the Assyrians. Na sasa hapa Waasiria wamekuja kumaliza ufalme wake. And therefore they have come to attack him. Na wamekuja sasa kupigana na yeye. Then he runs to prophet Elisha. Anakimbia kuelekea kwake Elisha. Elisha was already seeking Na bed. sasa Elisha ndiye anayetafuta Mungu. Elisha was already bedridden. Ambaye sasa tayari ako katika kitandani cha magonjwa. He is already very sick. Ako pale na amegojeka kweli. And this is where the Bible is saying he is almost to his point of Na death. hapa ndipo Biblia inasema kwamba ako katika hitajwa ni wakati alipokuwa akimtakaza je awe mfalme wa Israeli. And from that time he is quiet. Na kutoka upale wakati ule ananyamaza. And I want you to see for 43 years a man who has been quiet but he still has been recognized that known that he was serious for God. Na nataka uone mtu ambaye kwa miaka 43 amenyamaza lakini anaonekana mtu ambaye aliye na juhudi kwa sababu ya Mungu. Glory be to the Lord. Utukufu kwa Mungu. I hope this can be for us. Nina ubaya ya haya yakawe hata ni kwetu. That even when we are quiet, that nobody knows where we are and what we are doing. Ati kwamba hata wakati tumenyamaza na hakuna mtu ambaye anajua nini twafanya, They can still recognize that usually there is somebody who is usually after God. wanaweza kuelewa na kufahamu kweli hapa kuna mtu ambaye ako na moyo wa kumfuata Mungu. So Elisha was highly regarded in Na Israel kwa hiyo Elisha alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na heshima nyingi kule Israeli because of the many miracles kwa sababu ya miujiza mingi ambayo aliyokuwa ametenda in Israel, katika kule Israeli, because of the way he loved God. na ni kwa jinsi ambayo aliyompenda Mungu. And I'm sure that nobody of us who can forget that when Elisha was called by Elijah, Na nina hakika ya kwamba hakuna mmoja wetu asiyeweza kuelewa kwamba wakati Elisha aliitwa na Elia, that he was plowing and he had a large number of oxen that he was plowing with. ni kwamba alikuwa akifanya kazi katika shambani na alikuwa na ndume ng'ombe wengi ambao alikuwa anafanyia kazi na wao. And when he was called by Elijah, Na wakati aliitwa na Elia, then he had to leave the plow ni lazima angeacha ile gari yake ya kulima and he came and destroyed all of those oxen that he had. na akaja akaweza kuchinja wale ndume alikuwa na wao, And he gave those meat away to the people akapeana zile nyama kwa watu so that he may follow this man of God na ili wakaweze kufuata huyu na akaweze kufuata huyu mtu wa Mungu, and so that he may go for and serve God. na ili hata yeye aweze kuelekea mbele na akamtumikia I Mungu. want you to see the zeal that was in Elisha. Na ninataka ukaweze kuona ile jitihada ilikuwa ndani ya Elia. Yes, Elisha, that he may serve this God. ili ya kwamba akaweze kumtumikia huyu Mungu. So now, Na kwa hivyo he is already sick, yes. ameingia katika hali ya kuwa yeye ni mgonjwa kweli. But King Joash, when he is attacked by the Assyrians, Lakini yule mfalme Yoashi wakati ambao ameingiliwa na Waasiria, he now runs to Elisha anakimbia kuelekea kwa Elisha so that he may look for help, akatafuta msaada, because the Assyrians have already attacked him. kwa sababu Waasiria wamemwingilia, And therefore he want to help the help of Elisha. na hapa anahitaji msaada kutoka kwa Elisha. Hello? Hello. Listen to this. Hebu sikiliza. This man is running to a man who is bedridden. Ati huyu mtu anakimbia kwa mtu ambaye ako kitandani, And the reason why he is running, na kusudi anakimbia, he is running for him anakimbia kutoka kwake ama kuelekea kwake, because he is afraid of what the Assyrians are. He is afraid that the Assyrians are attacking the kingdom. ni kwa sababu anaogopa vile jinsi Waasiria wanawafanyia ama wanaweza kufanyia Waisraeli. And because of the record of Elisha, Na kwa sababu ya historia yake Elisha, because all the times that Elisha lived, manake wakati Elisha alikuwa anaishi, people thought that the well-being of Israel was depending upon him. watu walikuwa wameamini kwamba wema ama kufanikiwa kwa Waisraeli kulikuwa kunaegemea ama kunategemea Elisha. And therefore this man is running to that Na particular man. ndiposa unaona kwamba huyu mtu anakimbia kwake, Because everybody knew the well-being of Israel. ni kwa sababu kila mmoja wao alikuwa anafahamu ya kwamba kuendelea kwema kwa Waisraeli. And therefore just is doing the same is running. Na sasa unapomwona akikimbia, That because he is ni kwa sababu amejua that the well-being of the nation of Israel depended upon Elisha. kwamba kuendelea kwema kwa Waisraeli kulikuwa kunategemea sana mtu ambaye anaitwa Elisha, Rather than depending upon God. ati kwamba kuliko kumtumia
ama kumtegemea Mungu. Listen to this. Hebu sikiliza. They were relying upon a man instead of relying on God. Wao walikuwa wanategemea mwanadamu kuliko kumtegemea Mungu. And that's the reason why he is afraid. This man is very sick. Ni kwa hivyo unaona kwamba amejawa na uoga mwingi kiasi kwamba huyu mtu ni mgonjwa kweli. He may possibly die. Anaweza hata akaangamia ama akakufa. And our hope depends upon him. Na tumaini letu lote liko kwake. That's why he's running. Na ndiposa unaona anakimbia. And I am sure because Joash's fear reveals his lack of understanding. Na kwa hivyo nina hakika kuona kwamba uoga wake Joashi unaegemea mategemea kukosa kuelewa kwake. He did not have a spiritual understanding. Hakuwa na kuelewa kwa kiroho. Because he was not serious for God. Manake yeye hakuwa na jitihada kwa sababu ya Mungu. And is this not very common in many of us that they are looking and to the men of God to pray for them? Na ndio naona kwamba watu wengi wako jinsi ile, tunaweza kuwa kwamba tunakimbia kwa mtu wa Mungu ili ati ya kwamba wakatuombee sisi. Yes, we are running to these people. Tunakimbia kwa wale watu. And that's the reason why we even have the witchcraft. Na ndio naona kwamba kuna hata wale ambao ni wachawi. And they are practicing the witchcraft and people are coming to them. Na watu yani wale watu wanafanya urogi na uchawi na watu wanawakimbilia tu. But let me tell somebody listen to me. Lakini wacha nimweleze mtu ambaye anayenisikiliza. Even if somebody prays for you and you are healed, hata ukiombewa na mtu na uponywe, then it is going to be a temporary healing. Itakuwa ni kuponywa kwa muda, because permanent healing will depend with the zeal that you have for God. Manake kuponywa kwa kabisa kutategemea jinsi ambavyo wewe ulivyo na juhudi kwa Mungu. Hello? Hello? Is somebody listening to me? Kuna mtu ambaye asikiliza. It doesn't matter. Haijalishi. It may happen. Inawezekana ukapata. Yeah, you may call for their blessings. Unaweza kuelekea ukapate baraka zao. But let me repeat it to you. Lakini nakwambia, it is just going to be a temporary one. Itakuwa ni kwa ya muda tu. And if you are not going to be serious for God. Ikiwa kwamba hutakuwa na juhudi kwa sababu ya Mungu. And this is the major mistake that many of us are making. Na hayo ndio makosa mengi ambayo watu wengi hufanya. Many of us are making the same mistake. Watu wengi hata siku hizi wanafanya yale makosa. So Joash is running to a king, to a prophet who is already died. Ati Joashi ndiye yule akimbia kwa mfalme ambaye anakufa. And because he is now, rather than depending upon God, na hapa badala ya kumtegemea Mungu, then he runs the sick person. Anakimbia kwa mtu ambaye ni mgonjwa. He runs this man. Anaenda kwa mtu. And I'm saying this is where we learn that he was looking for a man, but he was not rather serious for this God. Na sasa hapo ndipo tunaweza kuona kwamba anakimbia kwa mwanadamu lakini sio kwa Mungu. I thank God because Elisha was a very serious man and serious with God. Lakini nashukuru Mungu sana kwa sababu Elisha alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ako na juhudi sana kwa sababu ya Mungu. Not like the men and the women of today. Sio kama watu wa siku zile tunazoziishi. He is not like the men of today. He was serious for God. Sio kama vile ambavyo tunaona watu wa siku zile. Glory be to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It is true. Ni kweli. In this modern days, siku zile ambazo tunazoziishi, people are looking after men. Watu wanawaelekea wanadamu, but they are not serious for this God. Lakini hawana juhudi kwa Mungu. Look at how they call up pastors in their ceremonies. Uone vile ambavyo wanawaita wachungaji kwa sherehe zao. Yeah, in every ceremony you shall see them calling and inviting pastors. Utawaona kwamba ni kweli wamewaita wachungaji in their ceremony, katika sherehe zao. But the only thing is the pastor comes into their ceremonies. Na wakati tu ama sababu kubwa wanataka mchungaji aingie pale. They want to see the pastor there. Wanataka kumuona mchungaji pale. But they eat, they drink. Wanakula na wanakunywa. And then they make every other thing that they want them to. Na wanafanya yale mengine walikuwa wanataka kufanya. Even the pastor who was supposed to come and share the word of God. Na hata mpaka mchungaji ambaye alikuwa anahitajika kuja ashiriki neno. And finally is being told there is no time, pastor, just stand up and greet the people. Anaambiwa siku ya leo haikuwa ya kuhubiri, simama tu usalimie watu. They had gone. Na walikuwa wamemuita. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Somebody saying to me. Kuna mtu ambaye ananisikiliza. They do not have the zeal for God. Hawana tamanio, hawana juhudi ya Mungu. But they are after this man. Lakini wako na haja na huyu mtu. No ceremony that takes place without somebody inviting a pastor. Na hakuna sherehe ambayo utapata kuona kwamba inafanyika bila mtu kumwalika mchungaji. They go to their dowry giving price, dowry giving. Wanaenda katika mahali for their dowry, kulipa mahali.
Yeah, and when you find them there, Na wakati unawapata pale, then the pastor is just seated. mchungaji alikuja mapema na ako pale amekaa. Yeah, and they do everything that they want to do. Wanakuja wanaiba hodi karibu na ile nyingine yote They wanaweza. can sing for God, they can sing their own tune, they can sing their whatever. Wanaweza kuiba kamwelezo yote na wafanye. And then they can go back to the pastor and tell him, Pastor, you know we do not have time. Na kisha wakuje MC anamwonezee pastor, anamwambia kwamba muda umeisha. And you know these people will be getting to the Na house. hao watu watahitajika kurudi kwao. Yeah, they will be getting back to the house. Na wanahitaji hata kuingia pale, wazee wanataka We kuingia do pale. not have even time. Mahitaji madhiru. If there is anything, Pastor, Kama kuna kitu mchungaji, just greet the people, spend 3 minutes. wasalimie hao watu dakika 3 na usipitishe. Hello? Hello? Is somebody listening to me? Kuna mtu ananisikiliza. You can post me at Joash, but you are doing the same. Unaweza kumcheka Yoashi, lakini wengi tunafanya vile. Yeah, they have time for everything else. Wana jambo, wana muda wa kufanya mengine yote, But they do not have the zeal to listen or to hear from God. lakini hawana nafasi na muda wa kumsikiliza Mungu. But there is no ceremony, there is no activity, you shall not find them kumwalika mchungaji. Lakini hakuna sherehe ama jambo ambalo wanataka kulifanya watafanya bila kumwalika mchungaji. They want him to be there in cast too. They think he is the one who is holding everything. Wanamtaka awe pale kama kiziki ama kikingi, lakini wanafikiria kwamba yeye akiwa pale mambo hayawezi haribika, ni yeye ameshikilia. Let me tell you, friends. Wacha nikwambie hivi wapendwa, It's just temporal for that. ni jambo la kimuda tu. If that is what we are going to keep on doing. Hivyo ikiwa ndio tutaka kufanya, We need to change that mentality. tunahitaji kubadilisha mawazo kama yale. That one must be completely out. Lilo ni lazima libadilike kabisa. We call the pastor in our burials. Tunaita mchungaji kwa mazishi, And then the same time, una muda ule you find it is the relatives, everybody has to speak in that meeting. tunapata kwamba watu wameita wale ambao ni wa nyumba yao, wote marafiki wa yule ambaye aliyekufa waongee kuhusu ambaye aliyekufa. They have a message for everybody. Wako na ujumbe kwa kila mmoja, kwa sababu They have time for everybody. wako na muda wa kila mmoja aongee. But they do not have the time for the word of God. Lakini unapata kwamba hawana muda na nafasi ya neno la Bwana. You know, this one is just a cousin and she has just come with, Pastor, can you allow her to give her tribute? Unaona yake amekuja na amechelewa, mtu anakuja ananong'onezea MC ama pastor, mruhusu apeane tribute yake, Hata kama amechelewa. hata kama even if he is late. Men of God and women of God. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, This is the high time we have to change our mentality and our attitude towards God and people. ni lazima tubadilishe nia zetu na tuziondoe kwa watu. Glory be to the Lord. Tukufu kwa Mungu. If seriously we are serious for God, we should give God His time. Ikiwa kwamba tuko na jitihada ama juhudi za Mungu, ni lazima tumpatie Mungu wakati ambao unaomfaa. Yeah, everybody else gets his time. Mtu yeyote mwingine anapata nafasi yake. But the word of God does not have a room in those ceremonies. They do not have anything about it. Na neno la Bwana unapata kwamba halina nafasi katika zile sherehe. Many of the times I love the Catholic fathers because when they come to the burial, they have nothing else apart from what they wanted to do. Na mara nyingine hata huwaonea wale Wakatoliki, wachungaji wa Katoliki, kwa sababu ama nawapenda kwa sababu wakiingia katika sherehe hawananga mambo zingine za kuja kufanya pale. They don't have anything else. Hawananga mambo mengine Because the theologies are not necessary. ati kwa sababu hizo historia nyingi hazina maana. The tributes are not very Hizo necessary. tribute si lazima. Nah, the church member to speak is not necessary. Si lazima mtu akane mengine, lakini sio kwa sababu ya mtu akufe aweze kusikia kutoka kwake. But I thank God because of Elisha. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Elisha. This bedridden man. Huyu mtu ambaye ako katika kitanda chake cha ugonjwa. And when Joash the king came, Na wakati Yoashi alipoingia, the Bible goes ahead and tells us very clearly. Biblia inaenda mbele na anatuambia kinaga ubaga. When he came to him, Wakati alikuja kwake, then Elisha told him, take a bow and take your arrows. Elisha akamwambia chukua mishale na uchukue uta. And then told him to open the window. Na akamwambia fungua dirisha. And then this sick man once again, Na huyu mtu ambaye mgonjwa tena, then he had to hold the king's hand. lazima ashikilie mkono wa mfalme. And he tells the king to open the window. Na amwambia kwamba fungua dirisha. And when he opened the window, Na wakati alifungua dirisha, then the sick man of God once again helped the king to shoot an arrow. mtu mgonjwa wa Mungu ako pale akisaidia mfalme
kurusha mshale. Read it once again because I want you to hear clearly. Ningetaka usome tena manake nataka usikilize vyema. It doesn't matter Elisha is very sick. Ati haijalishi kama Elisha amegojeka. It doesn't matter. Haijalishi. But I want you to hear this. Lakini nataka usikilize hii. Verses number 15. Mstari wa 15. Elisha said, get a bow and some arrows, and it is so. Take the bow in your hand. He said to the king of Israel, when he had taken it, Elisha put his hand on the king's hand. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta, naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. So I want you to see that he is trying to transfer this to King Asa, but King Asa is not ready for the transfer of this. Ati sasa hapa nataka uone ya kwamba anajaribu kuweka ama kutransfer ama give the anointing of kumpatia upako mfalme Yoashi, lakini huyu hani kama kubariki. Yeah, he holds the arrow, anashikilia uta, and he helps him to shoot, na anamsaidia kuweka ule uta, and then he shoots through the window, na anapiga mshale kupitia ile dirisha. And then the man of God tells him, na sasa mtu wa Mungu anamwambia, just like you have seen that arrow go, kama vile tumeona mshale ukienda, so the victory of the Lord will be upon Israel. Hivyo ndivyo Israeli watashinda kwa sababu ya Bwana. And you are the arrow that is going to help the people. Na wewe ndiye mshale ambao utakaowasaidia hawa watu wa Israeli. And you will be the arrow that will be used in the. Na wewe ndiye utakuwa mshale ambao utakaotumika. And you will win the battle over the Syrians. Na wewe utaweza kushinda vita kwa Waasiria. Brethren, if you have a zeal for God, we are going to be the arrow that the Lord is going to win every war with. Ikiwa ya kwamba wewe utakuwa na juhudi kwa sababu ya Mungu, wewe ndiye utakayofanyika kuwa mshale ambao Bwana atakaotumia ili kila ushindi ukaweze kupatikana. So he tells him now. Na anamwambia sasa. Imagine he's telling him because of the arrow that you have just shot. Na tazama anamwambia kwa sababu ya mshale ambao umeurusha na nimekusaidia. That arrow is going to be the sign that God is going to win the war for the Israelites. Ya kwamba Paulo itakuwa ishara Mungu atakuwa nawe na atakusaidia ushindani. He wants to pass over. Anataka kuelekeza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu. Then he goes ahead and tells this man. Na anamwambia, anaendelea mbele na anamwambia, the rest of the arrows, mishale mingine, then take them, wewe chukua, and then start shooting on the cloud. Na waanze kupigisha chini. Start shooting at the cloud because the way you do it, na uanze kupigisha chini kwa sababu jinsi ambavyo utafanya, it will be the way you shall be able to overcome the Syrians. Hivyo ndivyo utaweza kuwashinda Waasiria. Listen this, brethren. Sikiliza hawa. Because any man who is not serious for God will not do what is expected of him. Maanake mtu ambaye hana juhudi za Mungu hatafanya vile ambavyo anahitajika kufanya. He is instructed to shoot the ground. Anaelezewa ya kwamba apigishe mshale chini. He is not told how many times he should do. Hajaambiwa ni mara ngapi atafanya. But Elisha and the rest want to see how much this gentleman is going to do. Lakini Elisha ako pale anataka kuona, na watu wengine atataka kuona huyu mtu atafanya mara ngapi. Do you still remember the first one? He was held by the hands of the Kumbuka ya kwanza alisaidiwa na mfalme na mtu wa Mungu. And therefore he released everything to him now. Huyo akamwachilia kila kitu. He allowed him the arrows and the bows, now and he told him, now start shooting by yourself. Na sasa amemwachia mishale na uta, na anamwambia kwamba wewe anza kupiga wewe mwenyewe. The Bible tells me. Na Biblia inaniambia he shot the first time. Na akapiga wa kwanza. He shot the second time. Akapiga wa pili. He shot the third time. Na akapiga wa tatu. And from there he stopped. Akanyamaza na akaacha. And then he came back to Elisha. Akakuja kwa Elisha. And then Elisha was very mad with him. Na Elisha sasa mtu wa Mungu akakasirika sana na yeye. He became annoyed and he became aggressive. Akakasirishwa na akaghadhabishwa na yeye. And he asked him, why did you stop? Na akamuuliza, mbona ukaacha? You would have continued by shooting. Ungeendelea na kupiga. If you shot about 5 or 6 times, ungepiga mara 6 ama 5 au 10 ama hata zaidi na 10, you would have won a complete victory over the Syrians. Ungewashinda Waasiria wote. For totally. Kabisa. But now because you have only done that, lakini kwa sababu umefanya vile, you will not defeat them. Hautawashinda sana. You shall only defeat them 3 times. Utawashinda mara 3 peke yake. I repeat these words.
Nataka kurejelea haya maneno. They may pray to you just like Elisha. Wanaweza kukuombea kama vile Elisha alivyofanya. And I'm telling you, your healing will be terrible. Lakini hakika ni kwamba uponyaji wako utakuwa ni wa muda kidogo. Hello? You shall only win 3 times, but you shall not win a complete victory because you are not serious for this God. Na utapigana mara 3 lakini hautawashinda kabisa kwa sababu ya vile ambavyo umefanya. I wish if you continue. Na tamani sana kama ungeendelea. So the man of God is being told. Na sasa mtu wa Mungu anaambiwa. Just like the way I'm telling you. Kama vile ambavyo ninawaambia. That if the man of God prays for you for blessings. Ikiwa kwamba mtu wa Mungu atakuombea baraka. And you see the windows are open for your blessing. Na uone milango ya baraka inafunguka. It is for you to continue doing what was done so that prosperity may continue. Ni wewe uendelee kufanya vile ambavyo uliona ikifanywa ili hata ule kufanikiwa kuendelee kukufuata. Hello? Hello? If not so, ikiwa si hivyo, it will be terrible. Itakuwa ni ya muda. It will be terrible. Itakuwa ni ya muda mchache. Elisha was the man who opened the windows. Hati Elisha ndiye aliyefungua ule mlango. And he told him how they were going to shoot. Akamuonyesha vile ambavyo watapiga. When the man of God prays for you for a blessing, he's just helping you to open the windows so that you may continue. Na wakati mtu wa Mungu anakuombea baraka, ni kufungua tu na kufungulia mlango wa baraka. So that you can continue shooting. Na ili wewe uendelee. It is not the one who's going to continue shooting. Sio yeye atazidi kukupigia mishale. Hello? Hello? Is somebody listening to me? Kuna mtu anasikiliza. You can be praying for, but it is going to be terrible. Unaweza kuombewa lakini itakuwa ni ya muda mchache sana. It will be terrible. Itakuwa ni ya muda mchache. In actual fact, I do not know how many times you have missed the victories. Hata sijui ni mara ngapi wewe mwenyewe umekosa kuipata baraka. Why? Kwa sababu gani? Because you have just lost it because of the lack of your zeal. Manake pengine umeikosa, hauna jitihada ama juhudi. Because I was praying for, I received this one, and you stop there. Mimi niliombewa na nikapona, sasa hata tunakufunga tena. Yeah. Sitaji. You refuse it there. Unaiacha tu pale. It will go back. Itarudi tu. Elisha told this akamwambia Joash. Ati Elisha akamwelezea Yoashi. Just because you have just decided to shoot 3 times. Kwa sababu wewe umeamua kupiga mara 3 peke yake. That is the only victory you are going to have. Hiyo ndio ushindi utakaopata. You will not have a complete victory over the Assyrians. Hautakuwa na ushindi kabisa kwa Waasiria. Brethren. Wapendwa. Sometimes you also do the same. Wakati mwingi tunafanyanga tu hivi. We think because we have been really hands upon and we have received what we wanted. Tunasema kwamba kwa sababu tuliwekelewa mikono na tukapokea kile tulikuwa tunahitaji. We think it is going to remain to be that way. Tunasema kwamba itakuwa ni vile tu. The continuity of that blessings will depend with how zealous are you for this. Ati kuelekea kwa zile baraka kutahitajika wewe uzidi kuendeleza. Yeah, it will be you. Itahitaji wewe. Brethren, wapendwa, listen to me and listen to me good. Hebu nisikilize vyema. Receiving the full benefits of God's plan. Ati kupokea baraka ya Mungu kwa usawa na kwa ukamilifu. For our lives. Kwa maisha yetu. It requires us to receive and obey God's command free. Itahitaji sisi tuweze kumwamini na kumtumainia na kumtumikia Bwana sisi kwa kabisa. If we do not follow God's complete instructions, ikiwa hatutazifuata agano zote za Mungu, we should not be surprised that the full benefits and blessings are not going to be present. Hatutaweza kuelewa kwamba baraka yote ya Mungu haitatufuata. Yeah, they will not follow us. Haitatufuata. It may start. Inaweza kuanzia, but they may not continue. Lakini haitakuwa pale milele. Who has the continuity of your blessing that you have been? Nani aliye na mwelekeo wa baraka zako? It is God. Ni Mungu. Therefore you should be zealous for this God. Ni kwa hivyo lazima uwe na juhudi na jitihada kwa sababu ya Mungu. I still keep on asking myself. Na ninakaa tu nikijiuliza. If Joash could continue the 5 times or the 6 times as the man of God is saying. Ati kama Joashi angefanya mara 5 ama 6 kama vile mtu wa Mungu anamwambia. He would have received a complete victory. Angejishindania kabisa. But many of the times we are doing the same. Lakini mara nyingi sivyo ndivyo tuwafanya. We are doing the same. Tunafanya. The Bible goes ahead and says this. Biblia inaenda mbele na inasema. To the faithful, kwa wale ambao ni waaminifu, God is going to be faithful to them. Mungu atakuwa mwaminifu kwao. If Joash was faithful in the instructions that he has been given, ikiwa Joashi alikuwa mwaminifu kwa zile ambazo maagizo alipewa, then God was going to be faithful in him. Mungu angebaki kuwa mwaminifu. Brethren, wapendwa, listen to me and listen to me. Hebu nisikilize na mnisikilize vyema. And that God is going to be faithful to those who are faithful. Ati kwamba Bwana atakuwa mwaminifu kwa wale ambao ni waaminifu. So if God gives you instructions, ikiwa kwamba Bwana atakupatia maagizo,
then it is good for you to follow the yale maagizo. because it is going to be the thing that will lead you to stop your blessing. Hiyo ndio itakuelekeza katika kufuata baraka yako. Yes, to the faithful, the Lord is going to be faithful. Na kwa wale ambao ni waaminifu, Mungu atabaki kuwa mwaminifu. To the faithful, God is going to remain faithful. Wale ambao ni waaminifu, Mungu atabaki kuwa mwaminifu. Brethren, let me tell you, Wapendwa, wacha nikwambie, if you want to see the sick healed, ikiwa unataka kuona wagonjwa wakiwa wameponywa, then you have to continue praying for the sick. lazima uzidi ukiombea wale wagonjwa. Hello? Praise be the Lord. If you want to see them healed, Ikiwa unataka kuwaona wakiwa wameponywa, then you have to continue. ni lazima uendelee. Elisha told Joash, you will be the arrow by which the Israelites will defeat the Assyrians. Ati Elisha akamwambia Joashi kwamba wewe ndiye mshale ambao utakaotumika kuwashindania Waisraeli. You are the arrow if you want to see the blessings of God. Wewe ndiye mshale ikiwa ya kwamba unataka kuona baraka za Mungu. But you have to start becoming serious with this God. Lakini lazima uwe na juhudi kwa sababu ya Mungu huu. Do you want to see the blessings? Unataka kuona hizi baraka? Then do what the instruction that follows the blessings. Atifanya yale ambayo ni maagizo yanayofuatana na baraka. For the last 2 Sundays we spoke about tithing. Wakati wa wiki mbili zimepita tumekuwa tukiongea kuhusu fungu And we spoke about the blessings it brings. na tukaongea kuhusu baraka ambazo inaleta. Hello? The following Sunday we talked about curses. Na Jumapili nyingine tukaongea kuhusu laana. And we said how you can stop them. Na tukasema jinsi ambavyo unaweza kuzisimamisha. Because you are the arrow by which God is going to stop those curses. Maana yake wewe ndio utakayekuwa mshale ambao utatumiwa na Mungu kusimamisha hizo mishale. But it will depend with how faithful you are, since the doors have been opened for you. Lakini itategemea ni jinsi gani wewe umekuwa mwaminifu. Maana yake milango tayari imeshafunguliwa. Are you looking to be a great singer or anything? Wewe unatamani sana kuwa mwimbaji wa kabisa. I am telling you, just be faithful to God and start what you're supposed to be doing. Ninataka kukuambia kwamba kuwa mwaminifu tu kwa Bwana na ufanye vile ambavyo anakuambia. Do you want to see those blessings I'm repeating? Ungetaka kuziona hizo baraka? Do you want to see that prosperity you're looking for? Ungetaka kuona huo ufanisi ambao unaotamani? Start by doing or fulfilling the instructions that God has given. Anza kwa kufuata yale maagizo ambayo Bwana amekupea. And what will happen? Na ni nini kitafanyika? There will be continuity of that. Utakuwa na kuendelea kwa But yale. if you only remain with the prayers that was prayed for you, Lakini ikiwa utabaki na zile maombi ambazo ziliombwa kwa sababu yako, there will not be complete victory. tutakuwa na ushindi wa kweli. Tonight I want to repeat and I want to tell somebody. Nataka kukuambia hivi. It is until we are going to be serious for this God. Ni lazima tuwe na juhudi kwa sababu ya huyu Mungu. So that we can continue Ili tuweze kuendelea receiving His blessings. kupokea hizi baraka. Yeah, I thank God because the Bible tells me, the God's hand and tells me, Elisha died from this sickness. Na ninataka kumshukuru Bwana sana kwa sababu Biblia inasema kwamba Elisha akakufa kwa ule ugonjwa aliokuwa nao. But the Bible goes ahead and says Na Biblia inaenda mbele na kusema that this war that he had just running, this war, vita ambazo zikiacha zikiendelea, then a man was struck and he was dead. ati mtu akapigwa na akakufa. And these people are rushing away now to go and throw this man. Na hawa watu wakakimbia kuweka huyu mtu. And therefore they threw his body where Elisha had been buried. Na wakarusha mwili wake mahali Elisha alikuwa amezikwa. And the Bible says, Na Biblia inasema as they threw this man, walipomweka yule mtu and they came across the bones of Elisha, na akafikia ile mifupa ya Elisha, he resurrected. akafufuka. Because the power, the anointing that Elisha had, Kwa sababu ile nguvu iliyokuwa na Elisha iliendelea pamoja na yeye. a demonstration for every one of us. Na ni dhihirisho kwa kila mmoja wetu. And that if we are going to be serious of God, Baba, ikiwa tutakuwa na kiu ama na juhudi kwa Mungu, even when he died, hata tutakapokufa, then the people will continue receiving our blessing. watu watazidi kupokea baraka kutoka kwetu. Hello, glory be to the Lord. Tukufu kwa Mungu. Let me tell somebody as I close. Wacha nimalizie na kuambia mtu, God will move with those people who are moving. Mungu atatembea na wale ambao wanatembea. Listen to me. Hebu nisikilize. God will move with those people who are moving. Na Mungu atatembea na wale ambao wanatembea. Not those people who are already stagnant. Sio wale ambao wamekaa mahali Wamepamate pale. They want to stay where they were. wanataka kukaa tu pahali pamoja. Joash wanted just to rely upon where he was because he knew Elisha is there. Na Joashi alikuwa anataka tu kukwama mahali pale kwa sababu alikuwa anajua Elisha yuko pale. But God is moving with those who are moving. Lakini Mungu atatembea na wale ambao wanatembea. And it is my prayer Na ni ombi langu
This wonderful morning. kwamba asubuhi ya leo That every one of us must determine from wherever you are. kwamba ni lazima kila mmoja wetu aamue mahali aliko, That I'm going to be serious for this God. kwamba nitakuwa na juhudi kwa sababu ya huyu Mungu, Because God is moving with those people. manake Mungu atatembea na wale ambao watatembea. If you stand, Ukiwa utasimama, then God is not moving with you. Mungu hatasimama. Close your eyes together with me. Funga macho na pamoja nami. Heavenly Master, once again I come before the seat of God. Ewe Bwana wa mbinguni, naja kwenye kiti chako cha enzi. We just want to worship you and to praise your holy name. Ninataka kukuabudu na kukuinua jina lako. Because there is room for those who want to move with you. Na ni kwa sababu kuna nafasi kwa wale ambao watatembea na wewe. Because you move with those who are moving. Kwa sababu unatembea na wale ambao watatembea. They cannot move until they have zeal for you and for your word. Na hawawezi wakatembea ikiwa hawana juhudi kwa sababu yako. I therefore pray, my Lord, my Master, Jehovah God, Na kwa hivyo ninaomba Bwana, that we're gonna bring a special revival into the hearts of these men and these women of Kingdom. kwamba utaleta ufufuo ndani ya watu wako, ewe Mungu. That they may realize and they may know Na ili wakaweze kufahamu na kuelewa that you are ready, Jehovah God, to continue moving with them as long as they are moving. kwamba uko tayari kutembea na wao ikiwa wao wanatembea. And wherever they will stop, they stand, you shall be stopping. Na mahali pale watasimama, nawe utakuwa haraka kusimama. How I pray that, Jehovah God, O King of Kings, Jehovah God, Na mimi naomba ewe Bwana na Mungu wangu, that you shall help them to be faithful, Jehovah God, to hear your instructions. utawasaidia kuwa waaminifu wa kufuata maagizo yako. Because when they follow your instruction fully and completely, most gracious King, Manake watakapofuata maagizo yako kwa ukamilifu, then Jehovah God, wewe Mungu wetu, you shall be releasing a special blessing upon their heart. utaachilia baraka ya tofauti juu ya maisha yao. I release a special fire of the Holy Spirit upon every individual person. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu juu ya kila mmoja, That the fire of the Holy Spirit, na kwamba huu moto wa Roho Mtakatifu it will be there to burn in their bones, Jehovah God. itakuwa pale kuchoma mafupa yao. That my King, my Master, Jehovah God, Na ili ewe Bwana na Mungu wangu, it will make them, Jehovah God, O King of Kings, itawafanya ewe Mungu na Baba wangu, that they will always be looking forward to be zealous for your word, watakuwa wanatazamia kuwa pahali ambapo kuna neno lako, and your name will be glorified, nalo jina lako litatukuzwa, or else they shall be blessed of you. watakapokuwa wakibarikiwa na wewe. For you are the Lord that is none like you. Maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. I just want to release a special blessing upon each and every one of them. Nataka kuachilia baraka ya tofauti kwa kila mmoja wao. If there is any one of them, Jehovah God, who is sick at this particular time, Na ikiwa kwamba kuna mmoja ambaye ni mgonjwa hapa, I release a special touch upon that person now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. naachilia uguzo ambao ni wa tofauti juu ya yule mtu ambaye ni mgonjwa, In the mighty name of the Lord Jesus kwa Christ. jina kuu la Yesu Kristo. If there is anybody who is lacking, my King, my Master, Ikiwa kunaye anakosa, Bwana na Mungu wangu, I release a special blessing upon that person that he may receive in abundance now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. ninaachilia Bwana kwamba wakapate kwa jina la Yesu Kristo. If Jehovah God, there is anyone in our ministry, Jehovah God, who is struggling, Ikiwa kwamba kuna mmoja wetu hapa anayesumbuka, I am bringing that struggle to an end now in the mighty name of the Lord Jesus Christ, ninaleta yale masumbuko mwisho katika jina la Yesu Kristo, so that they may have a starting point, O most gracious na King. ili Bwana wakaweze kuanzia tena From there, most gracious King, kutoka mahali wamefika, ewe Mungu, and you shall move together with them, nawe utatembea na wao tena, and the holy name will be glorified. nalo jina lako litatukuzwa. We give you praise and we give you honor. Tunakushukuru na kukuabudu, And it is in the mighty name of the Lord Jesus Christ na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo we do pray and do believe. tumeomba na kuamini. Heavenly Master, we are just about to give even our offering this morning.